Karibu. Bwawa la Thwake, mojawapo ya mabwawa makubwa zaidi katika taifa la Kenya na hata katika eneo la Afrika Mashariki, lilizinduliwa ama ujenzi wake ulizinduliwa mwaka 2015 na aliyekuwa rais wa taifa la Kenya aliyestaafu Uhuru Kenyatta katika eneo la Makueni, kwenye mpaka wa kaunti ya Makueni na kaunti ya Kitui. Bwawa hili likileta pamoja mito miwili, mto wa Athi River na ule wa Thwake. Bwawa hili lilikuwa litumia awamu ya kwanza ilikuwa ikamilike ujenzi wake mwaka 2021, lakini kufikia sasa bado bwawa hili halijakamilika. Awamu ya kwanza ya mradi wa ujenzi wa bwawa hili ulikuwa utatumia takribani shilingi bilioni 37. Na ujenzi wa bwawa hili la Thwake ni mojawapo ya miradi ambayo iko chini ya ruwaza mwaka 2030, na vile vile bwawa hili ujenzi wake ulikuwa umefadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Bara Afrika kwa ushirikiano na serikali ya Kenya. Lakini kuisha ama kukamilika kwa ujenzi wa bwawa hili awamu ya kwanza kumekuwa kukiahirishwa, sasa ikiwa ni zaidi ya mara 4 ya bwawa hilo kufunguliwa. Mwaka jana waziri wa maji mhandisi Eric Muga aliweza kuzuru kwenye eneo hilo na kuahirisha tena ufunguzi wa mradi huo kutoka mwishoni mwa mwaka jana, huo ni mwezi wa 12, hadi wakati usiojulikana. Lakini nini haswa sababu za mradi huu kuendelea kucheleweshwa? Mbona mradi huu ambao utawafaidi watu zaidi ya milioni 1.3 na maji katika kaunti ya Makueni, Machakos na Kitui usikamilishwe? Mradi huu pia ni muhimu mno kwa sababu ndio unaosambaza maji katika mji wa kisasa wa Konza ambao unaendelea kujengwa, lakini bado mradi huu unaonekana kutochukuliwa kwa umakini. Awamu ya kwanza ya mradi huu ilikuwa itoe maji, kisha baadaye waje mradi wa pili ama awamu ya pili ambayo ingetoa maji yangeweza kusambazwa katika maeneo tofauti katika kaunti ya Makueni, Machakos na Kitui na vile katika mji wa Konza, na kisha baadaye katika awamu nyingine ya kutoa kawi na pia kunyunyiza mashamba maji ekari zaidi ya 1,100 zikitarajiwa kunyunyiziwa maji na mradi huu. Hivyo basi huu ni mradi muhimu mno kwa taifa la Kenya, sio tu katika eneo hili la Ukambani ambalo liko na uhaba wa maji. Lakini semi na kauli zinazotofautiana za viongozi wa taifa hili na hususan mawaziri wanaozuru kwenye mradi huu wanapofika hapa zimekuwa tu zikizua maswali mengi tu kuhusiana na umakini wa serikali, na hata pia kuzua maswali ya iwapo kuna fedha ambazo zimeweza kupotea kwenye mradi huu, kwa sababu hawali mawaziri wamekuwa kizuru mradi huu wa Thwake, na sababu aswa walizokuwa kipeana kuhusiana ni kwa nini mradi umechelewa ni kwa mradi huu ulichelewa kutokana na matatizo ya ugonjwa wa corona ambao uliweza kulikumba taifa hili la Kenya miaka michache iliyopita. Na kwa sababu hiyo basi wakasema kwa sababu wakati huo watu wako wanafanya vizuri na pia hali za kiuchumi, mradi huo kukamilika kwa wakati. Kwa hivyo sababu ambazo zimekuwa zikipeanwa ni ugonjwa wa corona, kupanda kwa gharama ya maisha. Lakini sasa kuna sababu nyingine pia imetolewa na waziri wa sasa mhandisi Eric Muga. Eric Muga alipokuwa akihojiwa katika kamati ya bunge la Senate aliweza kusema kwamba sababu ambayo imefanya mradi huu kuchelewa ni kwa sababu ya vita kati ya taifa la Ukraine na Russia. Hapo kuna kicheko, kwa sababu alikuwa na wakati mgumu kuelezea bunge la Seneti ulipo uhusiano baina ya vita vilivyokuwa katika eneo la Russia na eneo hili la Afrika Mashariki, na pia kuzua maswali mengi tu kwa sababu vita vile vimeingilia vipi mradi huu, na mbona hawali yeye mwenyewe aliweza kutuarifu kwamba corona iliweza kuathiri mradi huu. Mbona serikali inazungumza kuhusiana na mradi huu wa Thwake katika maeneo tofauti, yani inazungumza, inatoa kauli tofauti. Hebu sikia gavana hapa Mutula Kilonzo Junior anasema haiwezekani na haitawezekana kuwa kutokamilika kwa ujenzi huu wa bwawa la Thwake ni kwa sababu ya vita vya Ukraine na Russia. Gavana Mutula ambaye pia alikuwa seneta wa kaunti ya Makueni kabla ya kuwa gavana anasema kwamba mradi huu umedorora kwa sababu serikali haijatoa ama haijatimiza makubaliano yake, kwa sababu huu ni mradi ambao unajengwa na Benki ya Bara Afrika, Maendeleo ya Bara Afrika kwa ushirikiano na Kenya. Basi
gavana anadai kwamba taifa la Kenya alijatimiza makubaliano yale. Yani kwa ufupi, taifa la Kenya alijatoa fedha zake ambazo zilifaa kutoka kwenda kwa bwawa lile. Vita ambayo inaendelea Russia ama Ukraine haiwezi kutuzuia kumaliza mradi huo. Kandarasi hiyo tumempatia Mchina, amekuwa akiendelea. Ukuta ambao ulikuwa unasemekana ulikuwa kizuizi waliongezea, na mambo ambayo yamebakia ni kidogo. Na kama wanataka ukweli, ile makubaliano kati ya benki ya African Development Bank na serikali ya kitaifa, ile mahali ambapo serikali ya kitaifa ilikuwa itoe ahadi yao, serikali ya taifa haijatoa ahadi hiyo. Na ni vizuri tuseme ukweli, serikali ya kitaifa haijalipa ahadi yake ili mradi huo uweze kumalizika. Ni kauli ya gavana Mutula hiyo. Na hapa ndipo tunazidi kuuliza, wakazi wa kaunti za Ukambani ambao wamesumbuliwa na matatizo ya maji kwa muda mrefu watazidi kusubiri hadi lini? Je, kuna mchezo hapa? Serikali inachezea nani? Mbona wasimalize mradi huu? Hebu ya tafakari hayo. Radio Citizen.